kwamba tarehe 9 kutakuwa na maandamano mengine makubwa. Sasa naomba nichukue nafasi hii kusema yafuatayo. Ndugu zangu, wale ambao ni wenye viti wa mashina ya Chama cha Mapinduzi pamoja na wenye viti wa mitaa na wajumbe, tutambue kwamba pamoja na majukumu mengine ya kichama, lakini pia tunayo majukumu mengine ya kulinda usalama wa mitaa yetu na usalama wa nchi yetu. Baadhi ya wageni wanakuja ndani ya nchi yetu wakiwa na malengo yaliyojificha. Sasa naomba nitoe wito, ndugu zanguni wote kwa pamoja, wenye viti wa mashina, wenye viti wa mitaa na wajumbe wa mitaa yetu, tuhakikishe kwamba kuanzia sasa tunawatazama wageni wetu kwa macho mawili mawili wanaokuja kwenye mitaa yetu. Kwa sasa tusiwatazame wageni kama watu wa kawaida, tuwatazame wageni wakiwa kama wageni, na pale tunapotilia mashaka wageni, hasa kuanzia sasa, tuwaripoti katika maeneo yanayohusika. Waripoti kwa wenye viti wa serikali za mitaa, na ukiona hatari zaidi waripoti katika vituo vya polisi vilivyo karibu. Na kikubwa kabisa, ukiona wageni ambao huwaelewi, mara moja peleka taarifa polisi, kwa sababu yawezekana wakawa ndio wale ambao walituletea shida kubwa tarehe 29 ya mwezi wa 10. Ndugu zangu, wageni tunawapenda, lakini wanapoingia nchini kwetu, wanapoingia katika mitaa yetu, wafuate taratibu zilizowekwa na nchi yetu. Wanapaswa kuripoti kwa wakuu wa mitaa, waripoti kunakohusika. Ingawa kwa sasa ninafahamu wageni wengi huwa hawaripoti kunakohusika. Wanakuja naingia mitaani kwetu, wanaingia kwenye maloji, wanalala. Na kwa hili nitoe pia rai kwa wamiliki wa nyumba za kulala wageni katika jimbo la Dodoma mjini, wanapoona wageni ambao hawawaelewi, wageni wanaotulia mashaka, wawaripoti mara moja katika maeneo yanayohusika.